Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu ambao mnanisikiliza saa hii, neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Nikukaribishe katika channel yetu pendwa Apostle Katambi. Channel hii kuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu na kukupatia maarifa katika siku za mwisho. Leo muda mchache nilioupata, nilitamani nizungumze nawe kwa tafasiri halisi ya ndoto. Tafasiri za ndoto. Tuna somo letu ambalo tumeweza kulipata, tafasiri za ndoto, na katika somo hilo tumejifunza mambo mengi sana kuhusiana na ndoto katika ulimwengu wa roho. Na leo tutajifunza kwa habari ya ndoto zako, ambao ndoto tutajifunza kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na mbwa. Kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na mbwa? Pendwa rafiki zangu na watu wa Mungu unaonisikiliza, kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na mbwa? Kwa nini unaota ndoto unashambuliwa na mbwa? Hiki ndicho ambacho tutajifunza siku ya leo. Na pia tutajifunza kwa nini unaota ndoto mkono wako umeng'atwa na mbwa. Mkono wako umeng'atwa na mbwa. Tatoa tafasiri hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha. Karibu sana katika channel hii. Inatuletea neno la Mungu na pia ipo kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili ya kukupa maarifa ya neno la Mungu, ili upate vipindi vyetu vijavyo na vipindi vyetu vitakavyokuja na vipindi vyetu tutakavyoviandaa vya maombi kwa ajili ya somo hili. Unaweza kusubscribe channel hii. Nenda hapo juu kwenye alama ya, nenda hapo kwenye kitufe, bonyeza cha kusubscribe, bonyeza palipoandikwa subscribe na itakuja alama ya kengele. Ibonyeze pia hiyo alama ya kengele. Alafu baada ya kubonyeza hiyo alama ya kengele, moja kwa moja utapata mafundisho yetu tunapotuma kwa wakati. Na unaweza pia kuweka comment yako kwenye channel yetu ya YouTube, ukaweka comment yako hapo chini kwamba ni jambo gani unapitia katika ulimwengu wa roho wa ndoto, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Leo tunaanza kujifunza moja kwa moja kama ifuatavyo. Tutajifunza kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na mbuzi. Kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na mbwa? Kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na nyoka na mbwa? Kwa nini unafukuzwa na mbwa? Kwa nini mara kwa mara unaota ndoto unafukuzwa na mbwa? Wengi wakali kabisa wanakukimbiza kwenye ndoto mpaka unakimbia. Saa nyingine unaenda kupanda mti, saa nyingine unaenda unapanda mti, lakini saa nyingine pia unaota ndoto unafukuzwa na hao mbwa. Unakuta wanakushambulia kwenye ndoto. Wakati mwingine wanachana mavazi yako katika ndoto, saa nyingine wanachana wanakurarua katika ndoto. Lakini pia itajifunza leo pia kwa nini unaota ndoto uko unashambuliwa na mbwa, wanakung'ata kwenye mkono. Lakini pia unaweza kuota wakati mwingine mbwa jike linakufuatilia au mbwa dume linakufuatilia katika ulimwengu wa roho. Tutaanza kama ifuatavyo. Tafasiri ya mbwa katika ulimwengu wa roho imebebwa katika maeneo mbalimbali. Tafasiri ya mbwa katika ulimwengu wa roho imebebwa katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza iliyobebwa la tafasiri ya mbwa imebebwa katika nguvu ya kichawi. Nguvu ya kichawi. Mbwa imebebwa katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza, tafasiri ya kukimbizwa na mbwa imebeba katika tafasiri ya kwanza roho za kichawi au nguvu ya kichawi katika familia, nguvu ya kichawi katika eneo unaloishi katika ulimwengu wa roho. Zaburi sura ya 68
Eneo la kwanza ni roho za kichawi au falme za kichawi. Unaota zinakukimbiza, unaota zinakushambulia. Eneo la kwanza ni falme za kichawi. Kabla tujaingia katika eneo la pili la mbwa ambalo ni uzinzi, eneo la mbwa ambalo ni uzinzi. Lakini tuko kwenye eneo la kwanza, tafasiri ya kufukuzwa na mbwa au kushambuliwa na mbwa ni eneo la kichawi. Hebu tuangalie Zaburi 68 mstari wa 23. Zaburi 68 mstari wa 23. Maandiko yanasema, uichovye miguu yako katika damu ya adui zako. Hapa anazungumza kwa habari ya vita. Na ulimi wa mbwa zako upate sehemu yake. Anataja kwa habari ya vita, anataja kwa habari ya damu, anataja kwa habari ya vita, alafu pia anataja kwa habari ya kitu kinachoitwa damu kumwagika, alafu anataja kwa habari ya mbwa. Kwa hiyo tunaanza kupata tafasiri halisi katika ulimwengu wa kiroho. Tunaanza kupata tafasiri halisi katika ulimwengu wa roho kwamba mbwa, katika kuota mbwa wanakushambulia. Cha kwanza, imebeba eneo la jeshi la kichawi, majeshi ya kichawi, roho ya kichawi, nguvu ya uharibifu wa kichawi. Kwa hiyo mbwa, unapoota mbwa katika ulimwengu wa roho ina tafasiri nyingi, lakini tafasiri ya kwanza, unapoota umezungukwa na mbwa na kushambulia, cha kwanza ni roho ya kichawi inakushambulia katika ulimwengu wa roho. Wachawi wanakushambulia katika ulimwengu wa roho, na ndio maana tunaona wachawi wengi wanaingia kwenye mbwa. Wachawi wengi wanaingia, nafsi zao zinaingia kwenye mbwa. Unaweza kuona usiku ukasema ni mbwa au ni paka. Roho za kichawi zinaingia kwenye mbwa au paka, maana pia mbwa inatumika kichawi. Unaweza tu ukaiweka mbwa ukasema tuko kwenye eneo la uzinzi. Hapana, pia linatumika kwenye eneo la uchawi katika ulimwengu wa roho. Hasa wakati wa usiku, ukipita kwenye uwanja unaona mbwa nyingi sana, au kwenye majalala utaona mbwa nyingi sana. Sio mbwa za kawaida, ni wachawi wanapenda kuvaa maumbo ya mbwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo leo, ndugu zangu, tunaozungumza na wewe hapa, tafasiri ya kwanza ya mbwa kukushambulia au nazunguka inakukimbiza kwenye ndoto, tafasiri ya kwanza ni roho za kichawi. Kwa hiyo inawezekana inakushambulia kwa namna gani? Inamwaga damu, kama inakuuma inamwaga damu, au yuko inakuzuru, inakushambulia kwa kuzuru. Hilo eneo la kwanza ni eneo la nguvu ya giza au nguvu ya kichawi kukushambulia katika ulimwengu wa roho. Tunaenda tafasiri ya pili ya nguvu za giza, ya nguvu unapoota ndoto unashambuliwa na mbwa kwenye ndoto. Tafasiri ya pili, kama unaota unakimbizwa na mbwa, unapambana na mbwa, alafu baada ya kupambana na huyo mbwa, mwisho huyo mbwa anakuuma mkono. Nafundisha anakuuma mkono. Sasa tutaanza kuangalia kama ifuatavyo. Eneo la pili limebebwa katika roho ya uzinzi. Unapoota mbwa zinakufuatilia, unatembea mbwa nyuma zinakufuatilia, umekaa mbwa zinakufuatilia, unafanya hivi mbwa zinakufuatilia. Eneo la pili la mbwa umebeba katika roho ya uzinzi. Kwa hiyo tunaona kwamba unaonyeshwa kwamba kuna roho za uzinzi zimetumwa kwako. Kuna roho za uzinzi ambazo zimetumwa kwako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tafasiri yake unaonyeshwa mbwa zinakufuatilia nyingi na zinakushambulia. Eneo la pili ni roho ya uzinzi katika ulimwengu wa roho. Unasema mtumishi, unasemaje? Mtumishi unasemaje? Hasa leo nafundisha roho ya uzinzi kupitia mbwa. Kwa unaweza kuota mbwa anakufuatilia mara kwenye miguu, mara anakufuatilia mbwa jike, na shangaa na maana gani unalifukuza. Kama ni mwanamume unaota mbwa jike linakufuatilia sana, unalikimbiza, unalitupia mawe. Unaota na mbwa jike, roho ya uzinzi inakufuatilia. Roho ya uzinzi inakushambulia katika ulimwengu wa roho. Lakini pia kama ni mwanamke unaota mbwa jike, mbwa dume linakufuatilia, linakushambulia katika ndoto, hiyo pia inaonyesha picha kwamba roho ya uzinzi inakufuatilia. Wanaume wengi wanakufuatilia
katika ulimwengu wa kiroho. Wanaume wengi wanakufuatilia katika ulimwengu wa kiroho. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Leo nitafundisha kwa nini unaota ndoto unafukuzwa na mbwa, alafu mbwa anang'ata mkono. Mbwa anang'ata mkono. Mbwa anang'ata mkono wako. Mbwa anang'ata mkono wako. Ukiona mbwa anang'ata mkono wako, unafuatilia maumbwa mengi yanakukimbiza, alafu baadaye wanang'ata mkono wako. Hili ni tatizo katika ndoa. Hii ni shida katika ndoa. Usipoomba, unajiuliza unaombeje au utamkeje? Ombea eneo la ndoa yako, maana usipoomba, kama ni mwanaume ukaota mkono wako umeng'atwa na mbwa, ujue ndoa yako muda sio mrefu itavunjika. Ujue mahusiano yako hayatapita miezi 6, yatakuwa na shida mahusiano yako. Na kama ni mwanaume ukaota mkono wako umeng'atwa, ujue huyo mke wako katika ulimwengu wa roho, roho inayomtesa au roho inayomsumbua ni roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi, kwa anakusaliti kwenye ulimwengu wa roho, anachepuka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usipoomba, muda sio mrefu utaona hiyo ndoa inavunjika. Na pia kama ni mwanamke ukaota unakimbizwa na mbwa, alafu wale mbwa wakauma mkono wako, wakang'ata mkono wako, maana yake katika ulimwengu wa roho, tafasiri yake kuna vita katika hiyo ndoa. Hiyo ndoa itakuwa na shida, na muda sio mrefu hiyo ndoa itakuwa na changamoto. Naweza ikapita miezi 3 au 4, itatokea tu tatizo lolote kwenye hiyo ndoa, itatokea tu changamoto yoyote kwenye hiyo ndoa, itatokea changamoto yoyote kwenye hiyo ndoa, ujue hiyo ndoa ina shida na hiyo ndoa itavunjika. Na muda sio mrefu unaweza ukamfumania mwenzio, ukamkuta na mwanaume mwingine, au ukamfumania kwenye meseji, ukamfumania kwenye simu, na ukapata jazba na ndoa ikaja ikafa. Kwa unapoota unafukuzwa na nyoka na mbwa kwenye mazingira ya kumwagwa damu, kwenye mazingira ya kushambuliwa, kupata majeraha, hiyo ni roho za kichawi. Lakini unaota wanakushambulia kwenye mkono, hiyo ni roho za uzinzi. Mbwa pia imebeba roho za uzinzi katika ulimwengu wa roho. Mbwa pia imebeba roho za uzinzi katika ulimwengu wa roho. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana unayeangalia channel hii ya Apostle Katambi. Endelea kunifuatilia katika channel hii ya Apostle Katambi. Kwa unapoota ndoto mambwa yanakuzunguka, yanakufuatilia, alafu yanauma mkono wako, maana yake ni tatizo la ndoa. Hiyo ndoa muda sio mrefu itaharibika. Pia unapoota ndoto mbwa wanakushambulia, unavuja damu, unaumia, hizo ni roho za uchawi. Ni wachawi hao wanakushambulia katika ulimwengu wa roho. Unaweza kunifuatilia somo lijalo kwa maombi na maombezi kwenye channel hii ya Apostle Katambi. Mungu akubariki sana. Kwa njia ya kusubscribe channel hii, nenda ubonyeze hapo juu kwenye channel yako palipoandikwa subscribe. Bonyeza alama ya kengele itakayotokea na utakuwa wa kwanza kupata masomo yetu. Weka komenti yako hapo chini kwamba unaangalia video kutoka nchi gani, unaangalia video kutoka mkoa gani. Neema ya Kristo ikubariki, ikufunike. Shalom, shalom. Mwe na mchana mwema ndugu zangu. Amen.